Karibu sana Bwaluka TV. Leo njoo tujifunze pamoja katika darasa zetu afya ya uzazi wanawake na wanaume. Dalili tajwa baada ya tendo la ndoa: kupoteza nguvu ghafla mwili mzima, kuhisi baridi mwilini, mikono, miguu, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, uchovu mkubwa, kupungua nguvu ya macho. Kitaalamu inahusishwa na mchanganyiko wa matatizo ya mwili, homoni na mfumo wa neva, lishe duni, ukosefu wa madini muhimu. Sababu za kitaalamu. Sababu zinazothibitishwa kitaalamu: uchovu wa mwili. Tendo la ndoa hutumia nguvu nyingi kimwili na kiakili. Kama mwili una upungufu wa lishe au usingizi, mtu huishiwa nguvu haraka sana. Shinikizo la damu kushuka, low blood pressure. Baada ya tendo au katikati, mishipa ya damu hutanuka. Watu wengine hupata kizunguzungu, baridi mwilini pamoja na uchovu. Upungufu wa sukari, low blood sugar. Mwili unatumia nishati nyingi. Kama ikiwa mtu hajala vizuri, hupata udhaifu, kutetemeka, baridi. Udhaifu wa mfumo wa fahamu. Msisimuko mkubwa huathiri mfumo wa neva baada ya kumwaga au kutoa manii, mbegu za uzazi. Mwili hupumzika ghafla, wengine huanguka kwa nguvu au hali ya kupoteza mwelekeo. Upungufu wa madini muhimu, hasa zinki, magnesium, iron. Haya madini ni muhimu kwa nguvu za mwili, ubongo pamoja na uzazi. Msongo wa mawazo, stress, wasiwasi wa kufanya vizuri, hofu au hofu ya ndani huongeza uchovu baada ya tendo la ndoa. Matatizo ya kiafya yanayoweza kujificha: upungufu wa damu, anemia, tatizo la moyo, kisukari, upungufu wa homoni. Haya yanahitaji uchunguzi wa hospitali. Mtizamo wa tiba asilia. Katika tiba asilia, hali hii huonekana kama udhaifu wa nguvu za mwili na uzazi. Mimea inayosaidia kwa kuimarisha mwili: moringa huongeza damu na nguvu, huimarisha mwili kwa ujumla. Tanazi huongeza mzunguko wa damu, hupunguza baridi mwilini. Karafuu huongeza joto la mwili, huchochea nguvu na stamina. Asali halisi, chanzo cha nishati ya haraka, husaidia kurejesha nguvu baada ya tendo. Mbegu za maboga zina zinki nyingi, huimarisha uzazi na nguvu. Lishe muhimu: ongeza kula mayai, samaki, karanga, korosho, mbazi, mboga za majani pamoja na matunda. Kunywa maji mengi. Usifanye tendo ukiwa na njaa kali. Namna ya kudhibiti hali hii: pata usingizi wa kutosha, epuka tendo la mara kwa mara bila kupumzika, fanya mazoezi ya mwili, tuliza akili, ondoa msongo wa mawazo, kula kabla ya tendo kwa kiasi.